viti maalum. Anauliza, ipo changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira kwa vijana wa mkoa wa Katavi, na hiyo ni kutokana na miundombinu mibovu inayosababisha wawekezaji kushindwa kuwekeza. Anasema, je, serikali ina mikakati gani kusaidia vijana hao wapate ajira? Majibu yanatolewa na naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia ajira, Mheshimiwa Anton Mavunde. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, napenda kujibu swala la Mheshimiwa Roda Edward Kunchela, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, mikakati ya serikali kusaidia vijana wa Katavi pamoja na maeneo mengine kupata ajira na kuwa na mazingira wezesha kujikwamua kiuchumi ni kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza ni kuzielekeza mamlaka za serikali za mitaa kuzingatia masuala ya ukuzaji ajira katika mipango ya maendeleo, hususan kutambua na kubaini mahitaji ya nguvu kazi katika maeneo husika, kutenga na kuendeleza maeneo ya uzalishaji wa biashara kwa vijana, kuwezesha nguvu kazi kuwa na ujuzi wa kujiajiri, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na vitendea kazi kwa makundi ya vijana, kukuza soko la bidhaa na huduma za wajasiriamali hasa vijana. Pili, kutekeleza programu ya miaka 5 ya kukuza ujuzi inayolenga kuwawezesha vijana takriban milioni 4,419,074 kupata ujuzi wa kuajiriwa au kujiajiri katika sekta mbalimbali. Aidha, kwa mwaka wa fedha 2016-2017 vijana 1469 wamepatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo kupitia viwanda vya Mazava Fabrics na Tuk Garment. Vijana 3900 wametambuliwa na watapata mafunzo ya kurasimisha ujuzi wao kupitia VETA. Vijana 100 kati ya 1001 wameanza mafunzo ya ujuzi kwa kutengeneza bidhaa za ngozi katika chuo cha DIT Mwanza. Tatu, ni kuandaa na kuanza kutekeleza mkakati wa kitaifa wa kukuza ajira kwa vijana katika sekta ya kilimo, National Strategy for Youth Involvement in Agriculture, ambao unaweka mazingira wezesha kuvutia vijana kujishughulisha na kilimo kwa kuwezesha upatikanaji wa ardhi, mitaji, pembejeo za kilimo, masoko, mafunzo ya ujuzi wa kilimo na ujasiriamali. Mheshimiwa Spika, mikakati hiyo itasaidia pia kushirikisha vijana wote wa Tanzania wakiwemo vijana wa Katavi kupata mazingira wezesha kujikwamua kiuchumi. Mheshimiwa Spika, aidha serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya barabara inayounganisha mikoa yote nchini ikiwemo mkoa wa Katavi kwa lengo la kuchochea uwekezaji na kukuza fursa za ajira nchini. Swali la nyongeza, Mheshimiwa Kunchela. Asante Mheshimiwa Spika, na maswali mawili ya nyongeza. Lakini swali la kwanza, Mheshimiwa Rais kabla ya Mei Mosi alitoa kauli akiwa hai kwamba anaondoa kero ndogo ndogo za ushuru ambazo wanalipishwa watu ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, wakina mama pamoja na vijana. Swali langu, kauli hii ya Rais ililenga kuondoa kero ya hizi ushuru ndogo ndogo katika halmashauri ya Hai peke yake au katika masoko yoyote Tanzania nzima, ikiwemo soko la Buzogwe, soko kubwa katika halmashauri ya manispaa ya Mpanda, soko la Mpanda hoteli na masoko madogo yote yaliyoko katika mkoa wa Katavi? Kauli hii pia inawalenga watu wa mkoa wa Katavi. Swali langu la pili, Mheshimiwa Spika, nilitaka kufahamu, kumekuwa na wawekezaji ambao wamekuwa wakienda kuiadaa serikali kuomba maeneo kwa ajili ya uwekezaji, ikiwepo katika kata ya Kakese kuna mwekezaji ambaye alichukua eneo zaidi ya eka 1000 akiwaadaa wananchi kwamba anahitaji kuwapatia ajira, lakini mpaka sasa shamba lile, Mheshimiwa Spika, analitumia kwa manufaa yake binafsi. Hakuna ajira zozote alizotengeneza katika hilo shamba lililopo katika kata ya Kekese, manispaa ya Mpanda. Nini tamko la serikali kumwajibisha mwekezaji huyu, kwa sababu anatumia pesa za wananchi na watu wa Katavi, vijana pamoja na kina mama wanahangaika, hawaleni ni cha kufanya? Asante sana. Sasa wananchi wakitoa ardhi alafu waziri ndio wajibike kujibu, sitakuwa tabu kidogo. Mheshimiwa Waziri wa Kilimo, nilikuona, majibu tafadhali. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa mbunge.
kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, ni kweli swala la ushuru na tozo ndogo ndogo limekuwa kero ya muda mrefu kwa wakulima wa nchi hii, na Rais alikwisha toa maelekezo kuanzia wakati wa kampeni na katika mikutano mbalimbali kwamba serikali iangalie namna ya kupunguza kama sio kuondoa kabisa tozo na ushuru hizi ambazo zinasumbua wananchi, na zitaondolewa sio kwa halmashauri moja moja kama anavyosema Mheshimiwa mbunge. Niseme tu Mheshimiwa Spika kwamba mheshimiwa avute subira ya siku chache sana zijazo, hazizidi 13, atasikia kwa kiwango gani serikali itafutilia mbali tozo na ushuru mwingi sana ambao unasumbua wananchi mbalimbali. Tumedhamiria kufanya hivyo, na niseme tu kwamba na hakika kila mtu atafurahi jinsi tutakavyokuwa tumeshughulikia hili tatizo. Na kwa upande wa mashamba ambayo wawekezaji mbalimbali wameyachukua kwa lengo la kuyaendeleza halafu hawayaendelezi, huko utaratibu unaofanywa na wizara yetu ya kilimo ya ardhi, mashamba haya yanafuatiliwa, na wale wote ambao hawatekelezi masharti yale yaliyo katika mikataba yao, mashamba haya yako katika hatua mbalimbali. Mengine yameshachukuliwa, yamefutwa, mengine yanaendelea kufanyiwa utaratibu wa kuyafuta ili yarejeshwe kwa wananchi au mikononi mwa serikali.